Kutoka Taita Taveta tuelekee sasa katika kaunti ya Kajiado, mji wa Kitengela, tuweze kuangazia jinsi hali ilivyo katika mji huo. Willy Lusige yuko huko. Lusige, hujambo? Kila mara wakati ambapo kuna maandamano, Kitengela ni mojawapo ya miji ambapo kuna shuhudiwa idadi kubwa ya watu pamoja na fujo, isipokuwa wiki iliyopita. Sijui leo hali iko vipi? Naam, asante sana Mashirima na watazamaji wetu. Kwa mara ya kwanza kaunti ya Kajiado, hususan mji huu wa Kitengela, kama ulivyosema Mashirima, siku za nyuma umeshuhudia maandamano ya mara kwa mara, lakini leo ikiwa ni siku ya Sabasaba, hali ni tofauti kabisa. Kuna utulivu katika kila kona, shughuli zinaendelea kama jinsi wakazi wa mji wa Kitengela walikuwa wameratibu. Biashara zimefunguliwa, lakini kuna ile hali ya 50-50 ambapo baadhi ya biashara hazijafunguliwa na zile ambazo zimefunguliwa watu wanafungua kwa jicho moja, wakiangalia labda hali ya usalama iko vipi. Lakini usalama umeweza kuboreshwa katika kila kona katika mji huu wa Kitengela. Maafisa wa polisi wanalinda njia tofauti tofauti ambazo zinaruhusu mtu kuweza kufika katika mji wa Kitengela au kuweza kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Na leo ikiwa ni siku ya Sabasaba, siku ambayo baadhi ya Wakenya pamoja na wale watetezi wa haki za binadamu walikuwa wamesema kwamba watakuwa wanaandamana kuweza kukumbuka ile safari ya kupigania demokrasia ya vyama vingi ya mwaka 1990. Kando na hayo pia kuweza kuelezea zile ghadhabu zao kuhusiana na visa ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa vya kukamatwa kwa watu pamoja na kutoweka kwa baadhi, na mauaji ambao wamesema huenda yamekuwa yakitekelezwa na serikali, tukirejelea maandamano ya Sabasaba ya mwaka 2025 na pia maandamano mengine ambayo yamekuepo ya kutaka mageuzi. Kwa hivyo kile ambacho kinajiri hapa katika mji wa Kitengela katika kaunti ya Kajiado, licha kuwa katika siku za nyuma kumekuwa kukishuhudiwa machafuko na maandamano mengi, leo hali ni tofauti. Maafisa wa polisi wapo katika kila kona wakipiga doria, na pia baadhi ya barabara zimeweza kuwekwa vile vizuizi ambapo magari ya usafiri wa umma pamoja na yale ya binafsi yanapofika yanakaguliwa, hususan yale ya usafiri wa umma yanakaguliwa kuweza kufahamu ni nani wako pale ndani, wanaelekea wapi na labda ni sababu gani zinazowafanya waelekee kule waliko, na hapo ndipo maafisa wa polisi wanaamua ikiwa utaruhusiwa kuweza kuingia katika mji wa Kitengela au kuweza kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Kumbuka barabara hii ni maarufu sana, manake hii ndo inayounganisha kaunti ya Machakos, kaunti ya Kajiado na taifa la jirani ambalo ni Tanzania. Kando na hayo pia njia hii ni maarufu manake inaunganisha jiji la Nairobi na taifa jirani la Tanzania. Kwa hivyo kile ambacho kinafanyika kwa sasa, watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, usafiri unaendelea, lakini usalama upo katika kiwango cha juu. Kumbuka hali sawia na hii iliweza kushuhudiwa juma lililopita, ambapo kulikuwa kunatarajiwa pia kuwepo kwa wale maandamano ya kuweza kuwakumbuka wale waathiriwa maandamano ya mwaka 2025 ya kupinga uongozi wa sasa, na hali ilikuwa kama hii. Maafisa wa polisi walikuwa wengi, hakukuweza kushuhudiwa kisa chochote kumradhi cha maandamano, na huenda ndivyo itakavyokuwa taswira katika eneo hili ikiwa sasa hivi hakujaweza kushuhudiwa maandamano yoyote. Kumbuka pia juma lililopita wakati ambapo kulikuwa na maandamano sawia na kama haya, kulikuwa na baadhi ya watu ambao waliweza kukamatwa kutoka eneo hili la Kajiado. Walikuwa wengi hususan katika mji wa Kitengela wakiwa takriban 67, lakini leo hii hatujaweza kushuhudia kamata zozote, manake hakujakuwa na machafuko yoyote, na tutakuwa tunafuatilia tu mwisho wa siku kuweza kujua ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Je, Kitengela kwa mara ya pili kutaweza kushuhudiwa machafuko yoyote ama hakutakuwa na lolote, na mwisho wa siku maafisa wa polisi watakuwa wanafanya lipi? Manake juma lililopita tuliweza kumuona Inspector Generali akiweza kufika hapa kuweza kuhakikisha kwamba usalama ulikuwepo na hakukuwa na maandamano yoyote. Kwa hivyo leo hii tutaendelea pia kuketi kuangalia ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri, na je, ikiwa wale ambao walikuwa wamesema wataweza kujitokeza kuandamana kwa minajili ya kumbukumbu ya waathiriwa wa Sabasaba na pia kuweza kuadhimisha siku hiyo leo, ikiwa wataweza kujitokeza hapa mjini Kitengela na kuweza kuwa na maandamano yote kwa manufaa pia ya watazamaji wetu. Pia katika eneo hili kumekuwa na kamata nyingi za wale ambao wamekuwa kijitokeza kama wakereketwa na wale wa kupigania haki za binadamu, lakini hilo halijaweza kushuhudiwa tangia jana. Hakuna mtu yote ambaye ameweza kukamatwa na hali bado ni tulivu. Na kumbuka pia kizuizi hiki kinaweza kuhakikisha ya kwamba wale ambao wanaingia
ya katikati mwa jiji la Nairobi na pia katika kaunti jirani ya Machakos wanaweza kukaguliwa kwa undani na kuweza kuelezea je, wanaenda kufanya nini kule jijini, na wale ambao pia wanaingia hapa katika mji wa Kitengela wanapitia ule msako mkali wa kuweza kuelezea labda wanakwenda kufanya nini, wamebeba nini, alafu baada ya hapo wanaweza kuruhusiwa kuendelea na shughuli zao. Kwa hivyo Mashirima pamoja na watazamaji wetu tutaendelea kuweka kibanda hapa katika eneo la Kitengela katikati mwa kaunti ya Kajiado kuweza kufuatilia je, siku ya leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha Sabasaba hali itaendelea kuwaje. Lakini hayo 9-10 wacha niweze kumpatia mwenzangu Jimmy Mbogo akiwa katikati mwa jiji la Nairobi fursa hii kuweza kuendelea na matangazo haya mbashara. Jimmy.